Wakati viongozi mbalimbali wakitafuta njia ya kutafuta suluhu katika mzozo huko katika ukanda wa Gaza, Israel imeanzisha operesheni ya ardhini huko katika jiji la Gaza City, huku ikiwalazimisha raia kuhama katika maeneo hayo wasielewe pa kwenda. Jeshi la Israel limeanzisha operesheni nyingine ya ardhini kwenye mji mkubwa zaidi wa ukanda wa Gaza baada ya majuma kadhaa ya mashambulizi ya anga, na sasa inawafukuza kwa lazima raia katika eneo hilo ambao wanatakiwa kuelekea upande wa kusini mwa jiji hilo, lakini pia hata maeneo hayo yanakoelekea bado kumekuwa na mzingiro. Serikali mjini Tel Aviv ilitangaza mpango wa kukamata mji wa Gaza zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Kwa siku kadhaa sasa, jeshi la Israel limekuwa likiushambulia mji huo na kuyaporomosha majengo kuchunguza kama kuna viongozi wa Hamas pamoja na watu wengine ama wapiganaji hao wa Hamas. Lakini pia majengo mengi ikiwa ni maghorofa yamedondoshwa kwa kutumia makombora kutokea angani. Kampeni hiyo ya kijeshi inayofanyika licha ya ukosoaji mkubwa wa jumuiya ya kimataifa inayohofia kushambulia mji wa Gaza kutazidisha madhila yanayowakabili sasa wa Palestina. Mashirika kadhaa ya kimataifa yamekwisha onya kuwa hali ya kiutu kwenye ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina tayari imefikia viwango vya kutisha, na operesheni yoyote ya kijeshi itasababisha vifo na maafa zaidi kwa wakazi wa mji wa Gaza na ukanda mzima wa Gaza. Mnamo juma lililopita, Israel iliongeza shinikizo la kuwataka watu kuondoka Gaza, ikiapa kwamba ni lazima ifanye operesheni kubwa ya kijeshi kukamata mji huo kwa lengo linalosema kuwa ni kulitokomeza kundi la Hamas. Marekani imetupilia mbali mipango ya Israel ndani ya Gaza City. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambaye alikuwa ziarani nchini Israel tangu siku ya Jumapili, aliunga mkono operesheni hiyo ya jeshi la Israel na dhamira yake ya kulitokomeza kundi la Hamas. Rubio alikwenda Israel siku chache tangu taifa hilo lilipofanya mashambulizi ya anga nchini Qatar kuzusha hasira na lawama ya kimataifa, na ameonyesha kutilia mashaka kuhusu nafasi ya diplomasia katika kuvimaliza vita hivyo vya Gaza vilivyozuka karibu miaka miwili iliyopita. Amekaririwa akisema eneo la Gaza linahitaji mwanzo mpya, hivyo halitowezekana hadi pale kundi la Hamas litakaposambaratishwa, licha ya kwamba hakutaka kufanyiwa operation hiyo inayoendelea sasa hivi Israel katika eneo hilo. Inaarifiwa mwanadiplomasia huyo ataelekea Qatar siku ya leo Jumanne kuonyesha kile ofisi yake imekitaja kuwa kudhihirisha uungaji wake mkono wa Marekani kwa uhuru na umuhimu wa kuheshimu hadhi ya mipaka ya nchi hiyo ya Ghuba. Hata hivyo, jambo hilo hakulisema alipokutana ana kwa ana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Yerusalemu. Uamuzi wa Israel wa Jumanne iliyopita wa kushambulia kituo cha viongozi wa ngazi ya juu wa kundi la Hamas kilichokuwa kinafanyika Doha, Qatar, umefifisha matumaini ya juhudi zozote za upatanishi wa Gaza. Tukio hilo ambalo Rais Donald Trump wa Marekani amesema halikumfurahisha limechochea ukosoaji mkubwa kutoka mataifa ya Kiarabu na yale ya Kiislamu na hata nchi za Kimagharibi. Katika mkutano wa dharura wa viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu uliofanyika Jumatatu mjini Doha, Qatar, kulani kushambuliwa kwa Qatar, kiongozi wa nchi hiyo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alituhumu Israel kwa kutowajali mateka wake wanaoshikiliwa kwenye ukanda wa Gaza. Ameituhumu serikali ya Israel kuwa imedhamiria na inaelekeza nguvu zake kuhakikisha eneo hilo la Wapalestina haliwi tena mahala salama pa kuishi. Marekani, ambayo ni mshirika wa karibu wa Israel na vilevile Qatar, inajaribu kutuliza hali ya msuguano huo ambao unashuhudiwa tangu Israel iliposhambulia ndani ya ardhi ya Qatar. Rais Trump alirejelea matamshi yake hapo jana akisema Qatar haitoshambuliwa tena na Israel. Ahadi yumkini haitozuiliwa imetiwa wasiwasi na hamkani mjini Doha, hasa ikizingatiwa kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani alianza kwanza safari nchini Israel ambako hakuinyoshea kidole la lawama nchi hiyo na wala kuonyesha hisia kuwa Washington ilikasirishwa na kitendo kilichofanywa na serikali ya Netanyahu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.